Hello wana wa Afrika, chonda chonda. Hii ni podcast ya Pan Africanism. Kauli mbiu yetu fikra huru kwa Mwafrika. Kwa mtu mweusi wowote duniani lazima ajifikirie akiwa huru. Leo muda huu tunakwenda kuongelea mkutano wa Minsk na mgogoro kati ya Russia na washirika wake waliokuwa katika Soviet Union. Tutaongea kwa ufupi na mwendelezo wake utapatikana baadaye. Nataka kuongelea jinsi James Baker akiwa kama mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, yeye akiwa kama waziri wa mambo ya nje wa Amerika kwenye miaka 1991 wakati USSR ilipo fell down. Hii ni history ya ulimwengu. Maana watu wanasema chonda achana na wazungu, watakuja kukuua. Mimi kifo siogopi, kwa sababu sisi hapa nilipo nishakufa zaidi ya mara 7, hii mara ya 8, nitakuja mara ya 9 mpaka mara 200, ili mradi tu lengo langu niloletewa litimie. Siwezi kuacha deni chini ya jua. Nikiacha haya maneno kutokuambia ni deni, kwa sababu nilikuwa najua na watu walikuwa wanalaumiana. Lawama Mrusi mbaya, Mwingereza mzuri, wa Ukraine wanaonewa. Hii ndio tunataka kuondoa katika fikra zako wewe Mwafrika ambaye umepandikizwa elimu ya kidikteta, elimu ya uongo ya kwamba Mrusi ni gaidi. Mrusi hajawahi kuwa gaidi, Mrusi hajawahi kuwashughulikia vibaya watu wake, yeye anawapenda watu wake. Urusi ya zamani mpaka ya leo ni Urusi ya kibinadamu, ya kiutu. Kwa hiyo Marekani kwa msaada wa Gorbachev wakaivunja USSR ikaanguka. Kuanguka kwa USSR, Mrusi akamwambia kweli USSR imeanguka, na ule umoja wanaitwa Warsaw Pact ukavunjwa kwa maridhiano kati ya NATO, Marekani pamoja na Warsaw Pact pamoja na jumuiya ya Russia yenyewe. Hiyo wanaita Russia Federation ambayo ni Urusi ya leo. Maana ilikuwa ni ile USSR ilikuwa muungano wa mataifa 15 yaliyokuwa na nguvu, yanamfanya Marekani alale bila viatu. Kilichokuja kutokea, CIA na mashirika yao ya ujasusi wakishirikiana na Mossad na mashirika mengine kama vile MI6 na MI5 wakaamua kuivunja Soviet Union kwa sababu walikuwa wanaiogopa. Lakini mkataba uliowekwa Minsk kule Belarusi kwa Alexander Lukashenko, maana Lukashenko anasema ndio dikteta pekee aliyobaki barani Ulaya. Sasa naambia kuna dikteta namba 2 anaitwa Donald Trump, yuko Amerika. Kwa hiyo Ulaya na Amerika wana madikteta wawili waliobaki ulimwenguni. Labda watatu tunaweza kumsema Zelensky, kwa sababu anatawala bila ridhaa ya wananchi. Ametegemea vita na Mrusi ili uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo baada ya mkataba kati ya James Baker akiwakilisha Marekani na mabalozi na viongozi wa Umoja wa Mataifa, Russia ikadai kwamba ili kuvunja USSR pamoja na Warsaw Pact, umoja wa kujihami wa Ulaya Mashariki, lazima yawepo makubaliano. Tunakubali kuivunja USSR, lakini mkataba wake wanachama wote ambao waliokuwa ndani ya USSR lazima walindwe na Urusi, wasiwe wanachama wa NATO, wasiingiliwe mambo yao ya ndani. NATO wasi-encroach 1 inch to the former territory of Soviet Union. Huu ndio mkataba James Baker akitia saini, akiwepo Vladimir Putin akiwa kama waziri kipindiko, akiwepo maafisa wa FSB au zamani mlikuwa mnaita KGB wakiwa ni mashuhuda, mabalozi wote wa ulimwengu na hilo shirika wanaita Umoja wa Mataifa wakishuhudia. Lakini punde sipunde kuanzia mwaka 91 mpaka 96 tukashuhudia mataifa Latvia pamoja na Lithuania yakijiunga kwenye umoja wa NATO. Mara ikawa Poland, mara Romania. Marekani na NATO wanapeleka zana za kukinga makombora, wanasema missile shield, kuweka katika maeneo ya Latvia, Lithuania na Poland pamoja na Romania. Hii ni moja kati ya kitu kinaitwa kutokuaminiana.
uvunjaji wa mikataba, uvunjaji wa makubaliano. Na dunia inaonyesha ya kwamba Wamarekani na watu wa Ulaya Magharibi huwa hawaheshimu mikataba, hawaheshimu makubaliano. Kama vile unavyomuona leo hii Netanyahu alifanya mkataba na Hamasi wa kusitisha mapigano, yeye arudishe wafungwa, wenzake nao warudishe wafungwa wa kivita. Lakini kama mlivyoshuhudia, wana wa ulimwengu wote mmeona, Netanyahu akavunja mkataba, na ndivyo alivyofanya Marekani, akavunja mkataba wa uliotiwa kule Minsk, Belarusi, kati ya Russia na Umoja wa Mataifa na Marekani na NATO. Marekani wakala matapishi yao, wakaivamia Ulaya ya Mashariki, Soviet Union ya zamani, wakawasedusi, wakawa wanachama wa NATO na ni nje ya mkataba. Mwisho kabisa wakaamua kuchukua uamuzi wa kumweka Zelensky madarakani ili wapate haki, kwa sababu yeye hajui sheria, yeye mcheza dansi, yeye ni gay, aingie katika mifumo ya utawala, alafu wamuongoze wanavyotaka, kwa sababu walikuwa wanajua hana uwezo wa kutawala, watamuongoza. Wakamuingiza Zelensky vitani. Putin yakuwa na masiala. 2014 akaichukua peninsula ya ile ya Bahari Nyeusi, akachukua, na sasa amekuja moja kwa moja anakwenda kuswipe down maeneo yote ya Ukraine anayoyategemea, yanakwenda kuwa mikononi mwa Mrusi. Kuna mkataba unawekwa kati ya Marekani, anasema anataka kusuluhisha haya mambo, yataendelea. Otepu Amerika.